Huu ni utabiri ambao utaendelea kuishi na kwa hatua na zaidi ambavyo ameendelea kuweka demokrasi na kile ambacho tumekuwa kikizungumza kama point of fact. Na baada ya kauli aliweza kuzungumza na kutoa wito kwa viongozi wa dini baada ya waraka wa TEC, Baraza la Maaskofu Tanzania, kuweza kuzungumzia sakata la kisiasa na sakata ambalo lilikuwa linamhusu Tundu Antipas Mugwai Lissu na masuala mengine yaliweza kujadiliwa ndani ya misa takatifu katika siku ya Pasaka. Bila shaka watu wakachukua point of note na kuona kabisa kwamba Paul Makonda katika viongozi watakao kuja baadaye kufanya makubwa na kuonekana ni moja ya makapteni wa kuigwa. Tena watu wameshaanza kumfikiria na kumfananisha na Kapteni El Capitano Ibrahim Traore. Yani katika miaka ya mbeleni basi hakuna kiongozi atakayekuja kuwa na wasifu bora na wasifu wa kuigwa katika nchi za Kiafrika kama Paul Makonda. Yani tukianza kumsifia kama alivyokuwa kwa marehemu John Joseph Pombe Magufuli, basi bila shaka katika utabiri unaoendelea kuishi ni kwamba ipo siku na itaendelea kuwepo hiyo siku ambayo Paul Makonda katika kuishikilia nchi na taifa la Tanzania kuwa kama kiongozi mwandamizi ambaye watu wengi sasa hivi wamekuwa wakimfananisha na Kapteni Ibrahim Traore. Yani kitendo tu cha kuzungumza kauli na kutoa wito na kuwaomba viongozi wa dini kwamba inapofika kwenye swala la kuzungumza masuala ya kidini basi wasijihusishe na wala wasiingize masuala ya kisiasa. Na tukijaribu kuangalia kauli ya Paul Makonda RC kutokea jiji la Arusha, ni kauli inayo make sense kwa 100%. Yani kwa viongozi wa dini wanapokuwa kwenye sehemu za kidini tena wakijaribu kuingiza masuala ya kisiasa, manake inakuwa ni kuchanganya mambo mawili kwa wakati mmoja, na kama unavyojua mshika mawili mmoja mponyoka. Yani ni lazima kutakuwa na upotevu ama kutakuwa na changamoto ya kuonekana kama kuna bias, yani kuna upendeleo katika upande mmoja ambao viongozi watakuwa wameweza kuzungumzia. Kwa hiyo hapo kwa kauli na nukuu ambayo tayari imeshaonekana, na kwa wale waliokuwa wameona kama Paul Makonda alikuwa amekaa kimya kwa muda mrefu, lakini tayari ameibuka na tayari kauli yake moja tu imeshaonekana kuzua gumzo, na mpaka amefikia hatua watu wanaona kabisa ule utabiri ipo siku utatimia wa kumfananisha Kapteni Ibrahim Traore kutokea Burkina Faso. Basi one day yes kwa kiongozi RC Paul Makonda kwa miaka ya mbeleni, yani utabiri wa kuja kuwa rais tena ambaye atakayekuwa katika mipango kazi na ya kuaminika kama Rais Ibrahim Traore. Basi ukiwa kama mpenzi msikilizaji, je, una lipi la kutoa kama sehemu ya ushauri? Unahisi kabisa utabiri wa baadhi ya watu kuhusiana na Paul Makonda kuja kuwa rais wa Tanzania unawezekana ama hauwezekani? Yani kumfananisha Paul Makonda na El Capitano Ibrahim Traore, unahisi ina make sense ama I make sense? Cha msingi tukutane kwenye comment, na hii ni Hatboy Media. Usisahau kuweza kusubscribe, kulike na kucomment.